uwe na kitu ambacho kinaendelea kwenye maisha yako. Anataka uwe na biashara inayoendelea kwenye maisha yako. Anataka uwe na kazi inayoendelea kwenye maisha yako, ili uendelee kuleta chakula katika nyumba ya Bwana, na yeye aendelee kufungua milango ya baraka katika maisha yako. Sijui tunaelewana kama hivi? Kwa hiyo ni makosa makubwa sana wewe unapofika mahali unapata mapato yako, alafu unakula mwenyewe na watoto wako na familia yako na ndugu zako. Sisemi usihudumie familia yako, sisemi usihudumie familia yako, hapana. Wahudumie tena kwa moyo, lakini ujue kwenye kila unachokipata kuna kitu kinachoitwa a forbidden fruit. Yaani hii 1/10 ilitokea kwenye bustani ya Edeni. Sijui tunaelewana watu wa Mungu? Kwenye bustani ya Edeni Mungu aliwapa vitu vyote, lakini kulikuwa na mti wa ujuzi wa kujua mema na mabaya, akaambiwa usile. Na kulikuwa na mti wa uzima ambao walikuwa wanakula, wanaishi, wanaongezeka na matunda mengine. Kwa hata katika maisha yetu there is a forbidden fruit. Na hiyo forbidden fruit inaitwa tithe, inaitwa zaka, inaitwa 1/10. Don't eat it. Kwa sababu ukiila ile unajipatia laana. Hii kula kwa jasho hii ilitokana na hiyo. Kwa jiepushe na hiyo. Kuwa mwaminifu. Halafu Bwana atafungua mawazo. Halafu Bwana atakuconnect kwenye chemichemi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ambako hutaishiwa. Wengine watalia shida, lakini wewe utaendelea kuishi. Hayo ndio mawazo ya Mungu. Na ndio maana nasema nayajua mawazo ninayowawazia mimi,